Tumsifu Yesu Kristo. Leo tarehe 31 Januari, Mama Kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Yohane Bosco Padre. Huyu anafahamika kwa jina maarufu kama Don Bosco. Don ni neno la Kilatini kama tunasema Italiano, maana yake baba. Kwa hiyo maana yake Baba Bosco. Huyu ni padre ambaye basi alizaliwa mwaka 1815 na akaweza kudumu mpaka mwaka 1888. Alizaliwa katika mji unaoitwa Lecce huko Italia, katika familia maskini. Yeye ni mwanzilishi wa shirika la Wasalesiani wa Mtakatifu Don Bosco. Leo nitapenda niweze kuwashirikisha kuhusu ndoto aliyoiota akiwa na umri wa miaka 9. Kama nilivyotangulia kusema awali kwamba alizaliwa mwaka 1815. Kwa hiyo miaka 9 baadaye ilikuwa ni mwaka 1824. Na hii ndoto basi aliota katika huo umri, lakini mwaka 1858 alipokwenda kwa Baba Mtakatifu Pio wa 9 kupeleka ombi lake katika uanzilishaji wa hili shirika lake la Wasalesiano kwa Mtakatifu Don Bosco, Papa alimuomba Don Bosco aweze kuiweka ndoto hii katika maandishi. Sasa nitakwenda kuwasimulia ndoto hii, na kutoka katika ndoto hii tutaweza kuona mambo kadhaa ya kuweza kujifunza au pia kutambua maana yake. Siku moja katika ndoto aliweza kuwa katika maeneo karibu na kwao. Kulikuwa kuna uwanja fulani kubwa tu karibu na nyumbani kwao. Aliweza kuwaona vijana wadogo wavulana walikuwa wakicheza katika huo uwanja, wakifurahi, wengine unajua mambo ya vijana wadogo wakipigana, wengine walikuwa wakitoa maneno mabaya, matamshi mabaya, walikuwa wanatoa matusi. Sasa Don Bosco baada ya kusikiliza na kuona katika hali hiyo, ilibidi aweze kuingilia katikati kwenda kuwanyamazisha hawa watoto wadogo. Aliwanyamazisha kwa ukali, ine aliwapiga ili kuweza kunyamazisha na kupiga kelele kuambia kwamba waweze kukaa kimya. Lakini alipowaambia hivyo, pembeni aliweza kumuona mtu mwanaume ambaye alikuwa amevalia joho refu jeupe, lakini uso wake uling'aa sana kiasi kwamba Don Bosco hakuweza kumwangalia usoni. Huyu mtu aliweza kumwambia, utaweza kuwashinda hawa, uwe kiongozi wao. Hautaweza kuwashinda kwa kuwapiga au kwa ukali, bali utaweza kuwashinda kwa ukarimu au kwa upendo na wema. Baada ya kumwambia maneno hayo, wale watoto waliweza kukusanyika pale alipokuwa Don Bosco pamoja na huyu mtu. Iliendelea mazungumzo kati ya Don Bosco pamoja na huyu mtu aliyevalia joho refu na alikuwa aking'aa sana. Alimwambia Don Bosco, utaweza kuwashinda hawa, uwe kiongozi wao kwa ukarimu na upendo, kwa upole na wema. Wafundishe kujua ubaya wa dhambi na uzuri wa fadhila.
Don Bosco alimuuliza huyu mtu, itawezekanaje? Basi huyu mtu aliweza kumjibu, itawezekana kwa njia ya utii pamoja na elimu. Kizingatia kwamba Don Bosco alikuwa hajasoma, alikuwa bado hajapata maarifa yote, naye katika umri wake mdogo anaona kwamba atawezaje kuongoza wale, atawezaje kuwafundisha mambo ya usuyo dini. Yule mtu akamjibu akamwambia kwamba nitakupa mwalimu ambaye atakuongoza, na katika hiyo elimu utakayoipata bila msaada wake, kujifunza kote au elimu yote, maarifa yote ni upuuzi tu. Don Bosco aliweza kumuuliza huyu mtu, wewe ni nani? Huyu mtu akamwambia, kamjibu Don Bosco, mimi ni mtoto au mwana wa yule ambaye mama yako alikufundisha umsalimie mara 3 kwa siku. Mimi ni mwana au mtoto wa yule ambaye mama yako alikufundisha umsalimie mara 3 kwa siku. Don Bosco kipindi na tafakari hayo, akiwa katika hali ya taharuki, akamwambia huyu mtu kwamba mama alishanikataza nisiweze kuongea na watu nisiowafahamu. Niambie jina lako, wewe ni nani? Yule mtu akarudia kumwambia tena, muulize mama yako. Baada ya hapo alitokea mwanamke ambaye pia naye akawa amevalia vizuri, amevalia joo refu zuri na amezungukwa na nyota. Lakini ile sehemu ambapo walikuwepo wale vijana wadogo wavulana walitoweka, na badala yake walikuwepo wanyama wafuatao. Wanyama walioonekana ni mbuzi, mbwa, paka pamoja na dubu. Sasa Don Bosco aliweza kuona wale wanyama, kuelewa wanamaanisha nini. Lakini baada ya muda wale wanyama waligeuka na kuwa wanakondoo. Sasa yule mwanamke akamuongoza Don Bosco, maana yake ni nini? Don Bosco akalia kwa sababu aliweza kushangaa kuona, akastaajabu, aelewi, akaanza kulia. Sasa yule mama au yule mwanamke akamwambia kwamba huu ndio uwanja wako wa kazi, utafanya kazi hiyo katika huo uwanja, na vitu viwili ambavyo vitakavyokusaidia ni kuwa mnyenyekevu na imara. Don Bosco alimuuliza yule mwanamke kwamba maana yake nini. Yule mwanamke aliweza kumshika mkono kichwani na akamwambia, usiogope, kadiri ya muda unavyoenda kila kitu kitakuwa wazi. Na mwisho wa siku akaweza kuamka. Hiyo ndiyo ndoto ya Mtakatifu Yohane Bosco, Don Bosco, katika umri wa miaka 9. Sasa baada ya kuota hii ndoto, ni kama ilivyo baada, ukiota ndoto na ikiwa imekugusa kwa namna pekee, utasimulia watu. Aliweza kuwasimulia wanafamilia yake, na kila mtu alikuwa na maoni tofauti. Kaka yake aitwaye Josefu alimwambia kwamba utakuwa mchungaji wa mifugo, utachunga kondoo,
utachunga mbuzi na mifugo kwa ujumla. Lakini mama yake ambaye ni Mama Margareta Ochieng, yeye alimwambia kwamba huwezi jua, unaweza ukawa padre. Lakini wadogo zake wengine walikuwa wanamwambia katika ile hali ya kunung'una kwamba atakuwa ni kiongozi wa genge la wanyang'anyi. Kuna bibi yake mmoja ambaye akusoma na alikuwa tuseme akuwa amesoma, alimwambia siku nyingine puzia ndoto kama hizi. Hiyo ndio ilikuwa ndoto ya Mtakatifu Yohane Bosco au Don Bosco katika umri wa miaka 9. Sasa ni mambo gani ambayo tunaweza tukajifunza au tunaweza tukatafakari au kufafanua katika hii ndoto ilikuwa yana maana gani? Jambo la kwanza, hawa vijana wadogo wavulana ambao walikuwa wengine wanafujo, wanapigana, wengine wanatoa matusi, lakini baadaye tunakuja kuona huku kuna hawa wanyama wa mwituni, wanyama ambao wana tabia pia nyingine ambazo za kikorofi kidogo, wakali, wanaweza wakazuru, na mbuzi, dubu, kuna paka, kuna mbwa. Basi huu ulikuwa ni uwanja ambao yule mwanamke anamwambia huu ni uwanja wako wa kazi. Hii ilikuwa inamaanisha kuanzia vijana wadogo kwamba utume wa mtakatifu huyu umejikita kwa vijana, kuwaokoa vijana au makundi ya vijana walioko katika hatari, ambao wameshaingia katika mtaani. Wengine ni mayatima, wengine hawana wazazi walezi, wengine hawajasoma, hawana kazi za kufanya, wameweza kutumbukia katika anasa za ulimwengu. Kwa hiyo Don Bosco yeye alikuwa ni chombo kilichoteuliwa na Mungu kwenda kuwakusanya hawa vijana na kuwapa tumaini jipya katika ulimwengu huu. Na katika wale wanyama wa mwituni basi na wale ambao walivyogeuka wakawa wanakondoo, basi hii pia inatukumbusha katika imani yetu kwamba Bwana wetu Yesu Kristo aliyofundisha kwamba kuwa na tabia za kondoo. Kondoo ni mpole, ni mnyofu, ni mtii na mnyenyekevu, kwamba na watuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Injili ya Mathayo sura 10 aya ya 16. Hii inaonyesha kabisa kwamba utume wetu tunavyotumwa kwenda kuokoa roho za watu, hatuna budi kuvaa fadhila za unyenyekevu, upole na unyofu ili kuweza kuwashinda kama Don Bosco alivyoweza na kama alivyoelekezwa katika ile ndoto. Lakini jambo la pili ni kwamba Don Bosco katika hii ndoto anakutana na huyu mwanaume au huyu mtu ambaye alikuwa amevalia joho refu, anang'aa sura. Huyu ni Bwana wetu Yesu Kristo. Kama vile katika Injili anavyong'aa sura pale mlimani Tabor, kwamba mavazi yake yakang'aa kiasi kwamba hakuna dobi hapa duniani anaweza kuyafanya kuwa meupe. Kwa mavazi yake na sura yake viling'aa sana. Injili ya Mathayo sura 17 aya ya 2 na Injili ya Marko sura 9 aya ya 13. Kwa hiyo huu ni utambulisho kwamba Yesu Kristo aliweza kumtokea Don Bosco na ndiye alikuwa akimuita. Lakini jambo la tatu, Don Bosco alipouliza kwamba atawezaje kwa kiongozi wa wale vijana, kwa sababu kwa hajasoma na nini,
kwa Yesu alimwambia kwamba nitakupa mwalimu. Na kadiri ya tafakari ya hii ndoto, huyu mwalimu anayetajwa ni Bikira Maria, ambaye Bikira Maria aliweza kumwongoza Mtakatifu Yohane Bosco, Don Bosco, katika kazi yake ya utume kama padre, na yeye aliweza kusaidia kwa maombezi yake kuweza kujenga kanisa kubwa ambayo alipatia jina kwa heshima ya Bikira Maria, msaada wa Wakristo. Kwa hiyo Yesu alimpatia Don Bosco mwalimu, na kitu cha ziada alichoongeza hapo kwamba bila msaada wake elimu na maarifa yote itaonekana ni kama upuuzi. Haya maneno yanatukumbusha mafundisho ya Mtume Paulo wa Korinto alipokuwa akielezea kuhusu teolojia ya msalaba, kwamba msalaba kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Wayunani au Wagiriki ni upuuzi. Waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto sura ya kwanza aya ya 23. Hivyo tunajifunza kwamba maarifa yote tunayoweza kuyapata kujifunza pasipo mwongozo wa Mungu ni upuuzi mtupu, ni kazi bure. Don Bosco alipomuuliza yule mtu kwamba yeye ni nani, alimwambia kwamba mimi ni mtoto au mwana wa yule ambaye mama yako alikufundisha umsalimie mara 3 kwa siku. Sasa huyu ni nani? Na mama yake Don Bosco, Mama Margarita, yeye aliweza kumfundisha Don Bosco alipokuwa mdogo kwamba ifikapo saa 12 kamili asubuhi, saa 6 mchana pamoja na saa 12 jioni haache na kusitisha kazi alizokuwa anazifanya aweze kusali sala ya malaika wa Bwana au Angelus. Hii sala huyu mama wa Don Bosco alifundisha Don Bosco aisali, na ni njia ya kumsalimia yule mama wa Mungu, Bikira Maria, mama wa Yesu. Kwa hiyo kwa maana hiyo, kupitia hii sala au alivyomuuliza kwamba tunatambua kwamba alimanishwa hapa kwamba yule mwanaume alikuwa ni mtoto wa Bikira Maria ambaye ni Yesu. Don Bosco katika maisha yake aliweza kuongozwa na msaada wa mama Bikira Maria katika jina la Maria, msaada wa Wakristo. Sikukuu yake ni tarehe 24 Mei, ambapo katika shirika la Wasalesiano Don Bosco wanasherekea kwa namna ya pekee zaidi. Kuna mambo mengi tunaweza tukajifunza kupitia mtakatifu huyu. Tuendelee kumuomba kwa maombezi yake, aweze kuwaombea vijana wote waweze kujua kutafuta mapenzi ya Mungu, kung'amua miito yao, na waweze kutoka katika kelele za dunia na mmomonyoko wa maadili na ulimwengu huu wenye fujo za kila aina. Tumsifu Yesu Kristo.